mtu mwenye ulemavu wa viungo. Ulemavu wangu ulitokana na polio miaka hiyo uliozaliwa kipindi hicho. Lakini pamoja kwamba mimi ni mlemavu, sikukata tamaa ya maisha. Niliendelea kufanya kinachowezekana katika jamii. Kutana na mzee Mwita Marwa, mkazi wa Dodoma, ambaye ana ulemavu wa miguu yote miwili. Mzee Mwita Marwa unaweza kumpongeza, kwani kuwa na changamoto hiyo ya ulemavu wa miguu hakujamfanya kukata tamaa. Ameweza kuthubutu kufanya biashara kutoka Dar es Salaam hadi jijini Dodoma, ambapo ndipo yalipo makazi yake ya kazi. Hapa anatueleza namna ambavyo alipata wazo la kutengeneza vifaa saidizi kwa ajili ya watu wenye ulemavu hadi kuwa fundi mkuu katika mji wa Dodoma. Hapa anaeleza Families Media kwamba aliamua kufanya kazi hiyo baada ya kuona changamoto kubwa wanazopitia watu wenye ulemavu. Bado tupo jiji la Dodoma katika harakati zetu Faza Families Media, ikiwa ni mwendelezo wa habari zetu hapa Dodoma. Na hapa nipo katika karakana ya walemavu. Tunazungumzia Kawada, jengo ambalo linamilikiwa na mzee Mwita mwenye ulemavu. Na hapa ndipo anapofanya kazi na shughuli zake mbalimbali akiwa na vijana wake ambao wamewaajiri wakiwa 6. Nikusihi mtazamaji wa Faza Families Media, ukiwa na uhitaji wa vitu vya walemavu unaweza kufikia hapa kwa mzee Mwita ili uweze kupata vitu saidizi kwa watu wenye ulemavu. Jina langu naitwa Sabitina Ali, nyuma ya kamera yupo Gervas Machako. Mtazamaji anayekutazama sasa hivi anatamani kufahamu historia ya maisha yako. Labda nianze na mimi nikajitambulisha kwa majina yangu. Mimi naitwa ndugu Mwita Marwa, ni mtu mwenye ulemavu, lakini pia mimi ni fundi mkuu wa kutengeneza vifaa saidizi kwa watu wenye ulemavu mkoa wa Dodoma. Nashukuru kwa kunitembelea. Wapo waandishi wengi wamenitembelea, tumefanya vipindi wakitaka kujua ulemavu wangu. Kweli mimi ni mtu mwenye ulemavu wa viungo. Ulemavu wangu ulitokana na polio miaka hiyo uliozaliwa kipindi hicho. Lakini pamoja kwamba mimi ni mlemavu, sikukata tamaa ya maisha. Niliendelea kufanya kinachowezekana katika jamii. Hatua ya kwanza niliyofanya, mimi nilivyomaliza elimu ya msingi, niliomba kujiunga na masomo ya ufundi wa VETA. Lakini ikawa kuna changamoto kidogo, ikabidi nitafute mbinu mbadala ya kupata mafunzo ya ufundi, ambavyo nilijaribu kuomba kwenye vyuo vyetu vya serikali ambavyo vinasimamiwa na serikali. Nikafanikiwa kupata nafasi ya masomo ya ufundi kwenye chuo cha Yombo kilichoko Dar es Salaam. Baada ya kwenda pale nikaangalia changamoto ambazo walemavu waliokuwa nazo, sababu pale watu ni wengi. Sasa baada ya kuangalia kila mtu na changamoto zake za ulemavu, nilivutiwa sana kupata masomo ambayo mimi naweza nikapata elimu ya kuwasaidia watu wenye ulemavu wenzangu. Nikajikuta niko masuala ya welding, nikasomea welding. Baada ya kumaliza nikapewa cheti changu, nikaja kuanzisha karakana ya kutengeneza vifaa saidizi kwa watu wenye ulemavu. Kwani kwao ni changamoto kubwa, upatikanaji wao ni shida kidogo. Wengine lazima utafute mtu wa kuagizia labda nje ya nchi. Na mimi nikajikuta kwamba tupunguze ili wimbi la watu wenye ulemavu wanaotambaa kwa kuwatengenezea vifaa saidizi. Pia iwe ni somo kwa watu wenye ulemavu, wapate kujifunza kutengeneza vitu mbalimbali. Sio kwamba lazima ufanye kazi ya welding mlemavu, fani zipo nyingi. No. Nashukuru kwa wito tunaotoa ni kwamba walemavu wasikate tamaa. Wasikate tamaa, waendelee kujifunza vitu ambavyo vitawawezesha kupata kipato chao cha kila siku. Na ukishakuwa na uwezo wa kupata kipato, uwezo ukawa mzigo kwenye jamii. Wewe mtu mwenye ulemavu utajishughulisha na mwisho tunaajiri na wengine. Kwa mfano kwenye karakana yangu mimi ni mlemavu, lakini nina vijana ambao nimeajiri hawana ulemavu, nafanya nao kazi. Pia mimi nimekuwa mwalimu wa kufundisha watu wenye ulemavu na vijana wasio mazingira magumu. Kazi ambayo nimefanya zaidi ya miaka 10. Nashukuru kwa wanafunzi wangu niliofundisha, wengine wameshaajiriwa serikalini, wengine wameajiriwa kwenye makampuni, wengine wamejiajiri.
kwangu mimi naona ni furaha. Tukahitaji kufahamu ugumu anaopitia katika kazi hii anayoifanya, ambayo inahusisha uchakataji wa vyuma na hatimaye kutoa bidhaa ambayo ni baiskeli, ama unaweza ita kifaa saidizi kwa watu wenye ulemavu. Sawa, na umetueleza ya kwamba wewe ndio fundi mkuu hapa Dodoma kwenye sekta yako ya karakana ya watu wenye ulemavu. Hii karakana ulianzisha mwaka gani? Hii karakana rasmi nimeianzisha tuseme ni ya siku nyingi. Kwa ni ya siku nyingi, lakini baadaye mnapokuwa wengi, baadaye wengine wanajitoa, wengine naenda hivi, nikabaki nimesimama kama mimi. Hapa nimesimama kuanzia mwaka 2015. Ndio nimesimama rasmi kama mimi. Hii 2020 nilisajili kwa jina langu. Bado yuko karakana kutengeneza vifaa saidizi kwa watu wenye ulemavu Dodoma. Pidike niko natumia jina tofauti na hili. Ndio mtangazaji. Sawa, na ulipata yani kipi kilikushawishi haswa mpaka ukaamua kufungua karakana hii ili kuwasaidia wenzako ambao wana shida ya ulemavu? Kilichonishawishi zaidi ni jinsi walemavu wanapopata shida ya kutafuta vifaa saidizi, kwa sababu unaanza kupata mfadhili anakuuliza vinapatikana wapi. Hajui, wewe ndio unahitaji. Na utasema hujui, hiyo fursa unaikosa. Lakini ukipata mtu kama bana kuna sehemu fulani wanatengeneza vifaa vya watu wenye ulemavu, ni rahisi ukampata mfadhili ukaja naye nikakutengenezea hitaji lako. Na changamoto ambazo unakutana nazo hasa katika kufanya hii kazi yako ni hipi hasa? Changamoto ni za kawaida. Kubwa ni pale mtu anavyojua mimi ni fundi wa kutengeneza baiskeli za watu wenye ulemavu, naye ni mlemavu. Anakuja moja kwa moja, bana nimekuja unitengenezee baiskeli. Na wakati sasa sina mtaji, sina uwezo, na mimi namshauri bana mimi kweli natengeneza baiskeli, ile uwezo sina. Namuomba jaribu utafuta mdau, mfadhili au mtu yeyote akudhamini, ukija mimi nakutengenezea. Kwa sababu mtaji wa moja kwa moja kama mimi nisimame na kuja namtengenezea sina. Ndio changamoto. Na biashara hii ya karakana yako ni nani ambaye alikuwezesha, ama ni wewe mwenyewe ndio uliweza kujiwezesha mpaka kuanzisha biashara hii? Hii karakana nadhani mwezeshaji wa kwanza alikuwa ni Tasafu. Tasafu waliniwezesha kama kikundi, tukapata vitendea kazi, mfano mashine kama hizi walituwezesha Tasafu, wakatupa na mtaji kidogo wa kuanzia. Baada ya muda tena tukaenda, wakati nafundisha hao vijana waishio mazingira magumu na watu wenye ulemavu, nilipata mfadhili tena mmoja akaniongezea vimashine kama 3 ambaye ni ubalozi wa Marekani. Waliniwezesha kupata mashine na mtaji kidogo wa kupata material kwa ajili ya kufundishia. Basi mradi ulivyoisha sijapata tena mdau mwingine wa kuniwezesha. Hapa anazidi kutufahamisha namna ambavyo karakana yake ilivyokuwa msaada kwa watu wenye ulemavu. Sawa, na wanafunzi hao ambao ulikuwa unawafundisha ulikuwa unawachaji ada? Hapana. Na maana yule mfadhili ndiye alilipia hizo gharama, kwa sababu alinunua vifaa vya kujifunzia, na maana mradi ukiisha vinabaki ni mali yangu. Kwa ina maana ukabaki tu kuwa kama mwalimu? Nikabaki kama mwalimu. Ndio. Na mpaka sasa karakana hii, je, imekuwa ni msaada kwa watu wenye ulemavu? Na je, kipi ambacho kinakunufaisha wewe? Mimi naanza nikasema karakana hii inawezekana ni msaada kwa watu wenye ulemavu, kwani mahitaji yao mengi wanayapata hapa. Naona kwa sababu naanza kutengeneza baiskeli hapa Dodoma ikaenda hadi Kigoma. Kuna mbunge nimemuuzia baiskeli 2 zimeenda Kigoma. Kuna mbunge nimemuuzia baiskeli 2 zimeenda Mtwara. Kwa hiyo mimi naona ni faida kwa watu wenye ulemavu. Ni kweli. Na labda kipi hasa ambacho kushawishi hasa ukaamua kuja hapa Dodoma kufanya hii biashara yako ya karakana? Kilichonishawishi kuja Dodoma, maana ulikuwa unasoma Dar es Salaam. Ufundi nimesomea Dar es Salaam, lakini nilivyomaliza masomo kule Dar es Salaam kulikuwa na changamoto nyingi za watu wenye ulemavu, ambavyo wengi niliosoma nao fani za ufundi wengi waliziacha wakaingia mitaani, wengi ni ombaomba,
Ndio baadaye wengine wakaingia kwenye ile miradi ya bajaji. Walemavu wengi Dar es Salaam wanaendesha bajaji na ni watu wenye fani zao wamesomea. Sasa mimi niona sina uwezo huku, ngoja nikae huku. Ngalau unaweza nikapata la kufanya zaidi. Na ningeendelea kukaa Dar es Salaam nisingeendeleza hii fani yangu. Siku ya kwanza wakati unafika hapa Dodoma, ugumu upi ambao uliupitia? Kwa Dodoma? Kwa Dodoma mimi siwezi nikasema nilikutana changamoto kubwa kivile. Ziko ni za kawaida, sikupata ugumu wote ule. Sawa, na mpaka sasa hivi ulipo katika karakana yako hii, una wafanyakazi wangapi? Nina vijana wasiopungua 6 na wafanya nao kazi. Na vijana hao ni wewe ambao umewapa mafunzo ama ni vijana ambao wametoka katika vyuo vya VETA? Hapana, wale wote wameanzia hapa kwangu. Wamekuwa mafundi na nafanya nao kazi. Na vipi kwenye upande wa malipo kwa vijana? Malipo sasa inategemeana. Malipo hatuna malipo guarantee. Kwa sababu tunatengeneza vifaa saidizi na huduma nyinginezo za kijamii, mfano hiyo milango, mageti, madirisha. Sasa kafaida kanako patikana tunagawana. Ndivyo tunavyofanya. Sawa, neno lako moja kwa wale watu ambao wenye ulemavu lakini wanajihisi kama si chochote na si lolote. Neno langu kwa watu wenye ulemavu. Neno langu kwa watu wenye ulemavu ni kwamba wasikate tamaa. Kwa sababu walemavu wengi wana vipaji. Unaona? Ningeomba watu wenye ulemavu wanaosikiliza vipindi kama hivi wajitambue kwa wana fursa nyingi za kufanya. Mfano kama sasa hivi ukiangalia sera ya nchi yetu ina mafungu kwa watu wenye ulemavu. Ukijiona uko vizuri, ukaenda pale unapata hela, unafanya biashara na unawasaidia wenzako kupitia ulemavu wako. Unaona? Kwa sababu ulemavu sasa hivi wengine tunatumika vibaya. Unaweza kukuta mtu ni hana ulemavu lakini anamtumia mtu mwenye ulemavu kwa wheelchair kwa kuzunguka naye mji mzima. Kwa hiyo mimi ile sio inaleta picha nzuri kwa watu wenye ulemavu. Wewe ni mlemavu, una mtu wako, kaombe mikopo, mtashirikiana, biashara itaenda, faida mtagawa na maisha yatakuwa mazuri. Tofauti na ile kutembea juani muda wote mnazunguka. Kwangu ileti picha nzuri. Na lingine, wadau wanaosikiliza vipindi vya watu wenye ulemavu watupe support pale tunapohitaji misaada yao. Hata taifa lituwezeshe zaidi. Na sasa hivi kuna changamoto ambazo zina ugumu fulani. Kwa mfano mtu wa serikalini wengi hawezi wakaleta tenda kwangu. Kuna mifumo inabidi niende nikajisajili, sasa na ile mifumo kwetu mingine sio rafiki. Ina changamoto yake. Mzee Mwita Marwa kwa sasa anapatikana jijini Dodoma. Hapa anaomba kwa yeyote atakayehitaji kumwezesha waweza wasiliana naye kwa mawasiliano haya. Kwani pia mimi ni mdau wa watu. Anahitaji huduma kama hii ninayofanya vifaa saidizi, ananipata kwa mawasiliano ya simu ambayo ni namba ya Voda 0753 28 79 59. Labda na namba nyingine ni ya TTCL ambayo ni 0737 29 20 51. Mwita Marwa fundi mkuu.